Kanyi mnakaa tu Mayolo muendelee ukaa hivyo. No, sasa ona bro, the worst thing is hao wasanii ikifika penye ati wewe sijui kuna party pale twenda to right hapo sasa unaona kila mtu ameng'ara. Si ni lazima kung'ara jirani. Like hata ukienda choo anakuambia babe nilikuona sana. Kwani sasa kanaosha vyombo ndio ameniangalia hizo nazo ni gani? Mimi sijui nikubebanga. Kaniangusha si ndio? Kama is the best land is zingine pantambua. Metupa malazi kama weka bright future. Come to the wall, come on for a bus ringa. Come on with the best line it did. Come on we raise you. Leo ni mtangazaji wako Pescado Ngenge kutoka kwa Street mpaka kwa Screen. So this is New Generation TV. Na hapa ndo napata habari bila filter. Habari ambazo ni bikra. So leo tuko mjengoni na tuko na support kidogo, tunataka kudiscuss nini na watoto wazuri. Tutoka mama mali toto safi. So tuna story moja mbili tatu tu hapa hivi tunataka kupiga na watu wazuri. So akili na unaweza jitambulisha ya ni Sarkozy hapa. Ni nyota Diana. So okay. So hapo yuko kwa sijui mzee mstanani anajijua, hebu jitambulishe baba. Once again, majina 99 Nazi, Street Sniper Information Collector. So leo hii tuliona ni vyema sana msee tukamwani aje wacha wetu wafanye podcast ile safi sana. So like right now tumechina madem wale ma famous guys pale media. So tutakuwa tuna habari ndogo tu kwa ufupi and you will enjoy seeing this TV na upata habari zile smart. Thank you. Okay, thanks. So una njaa? Niko sawa. Una njaa? Okay, sawa. Sasa Sara, sijui unaweza ukatupiga kwanza hesabu tu ya transport yako. Unajua sisi tunasikianga Sara tuko. Mimi nilikuwa nikisikia Sara, sasa hizi ni kama miaka 3 hivi. Sijui kuona msichana mzuri kama wewe kwa ikani. So nikasema kwani huyu Sara ni nani bwana? Si hata kwanza ni most. Sijui unaweza tuambia mna spending ngapi kufika? Yaani ungle spend ngapi kutoka huko mpaka? Mimi siwezi jifanya expensive sana. Huwezi jifanya? Hapana. Kutoka kwetu na hapa ni karibu sana. Nilitumia tu 100. Yaani go and back ni 100. 100 kabisa, yaani so hapana 100. Okay, sasa katai 100. Lakini msichana mrembo kama hivyo unapanda pikipiki ya 100. Hapo ndo mwisho wangu. Dan. Mimi. Maybe. Wewe na usikilize. Sasa wapima. Mimi nilitumia nani? 300. Triso. Sasa Kenya si Uganda. 1 2 3. Triso. Wewe. Okay. Si mbaya. Alafu tunasikia ngai nyinyi madem ni expensive sana hadi kuna ile time unasemanga mimi si kila bodana za nibebe. Yenyewe ni ukweli. Ati wewe bebwa na boda kama tuseme for example kama vile wewe bebwa na boda kama gani, yani boda gani mwenyezi kubeba? Naweza bebwa lakini kuna yule specific mwenye ananibebanga kila siku. Na usitambie ni yule boda wewe. Nakubebanga nani? Wezi nijua. Si mtu wa media. Si mtu wa media. Lakini sasa kuna jina. Kuna jina tu. Acha ikae. Maybe wanamjua. Okay, Dana na wewe mamangu. Mimi nabebwa na Hosea. Nani? Hosea. Lakini Hosea nimesikia hiyo Hosea bwana. Kuna last time best yangu mwenye alibebwa na Hosea alioleka. Wewe. Hosea tu. Hakuna Baraka. Si Baraka. Hosea na bibanga wanawake kupeleka wapi shule? Ile pale. Hiyo ni kazi yake. Umekuja sana bwana bro. Umekuja sana. Alafu unajua aje? Kuna ile tabia fulani tunasikianga tumabudo kwa nayo. Alafu nyinyi mnasikia ati Hosea sana. Aje kukatia usual. Ndio watu wanataka hizo sifa zao. Yule jamaa ni jamaa poa, jamaa mwenye kuna adabu. Hiyo kijana ungeweza kwa sifa poa. Si lazima ukatiana.
unajua mimi niko na experience. Unajua niliendesha boda. Sasa mimi sijui nikubebanga. Kaniangusha si ndio? Mimi ndio kuangusha msichana shwali. Mimi mwenyewe mimi si kuangusha msichana. Wewe ni wewe, Osea ni Osea. Wewe kuna experience Si haya. kila mtu ako na matamanio. Lakini mimi ningeweza kuwa yeye wala mpaka masafa kama hivi. Hata kani kwa Boris tunaenda. Mimi naye. Tunagongeana tu. Mimi naye ningekuwa boda. Sure mimi ningekuwa nabeba mademu. Singeweka price kwa mademu. Mkaja kulipa mnamalizana. Hapana, kuna malipo. Walisemanga aje si kila kitu kilipo pa duniani. Malipo ni hapa na mimi siwezi ngoja ya mbingu. Wacha unilipe. Hiyo ni another story. Lakini yeye tunamalizana tu. Asonga sasa. I don't know. Sasa tuko sawa. Osea anaga hizo tabia. But msifikirie vibaya. Si Wapo warosafi wanafanya kazi, wanafocus na kazi. Hakuna mambo mengine hapo. sio kazi nyingine ati kazi nyingine. We cancel. Sasa watoto wataenda kukula nini? Wala. Sisi wenyewe watoto wanatupeleka. Watoto wazuri ama. Unajua kuna ile unaweza sema wewe ni mtoto na wewe ni mtoto tu mzuri. Enyewe mimi ni mtoto mzuri. Church girl. Sasa yani Mtoto wa kanisa. Kabisa. Mtoto wa wazazi. Yani kwetu tustokangi kwetu. Lakini mimi unajua last time mimi kuna ilikuwa ni hizo miaka za huko. Wala imagine nilikuwa mtoto sana. Hadi mtoto. Ulikuwa umeshakuwa mtu. Sasa hivi usikia anasema atasha grow. Sasa umegrow. Anyway, so okay. Nacheki mimi kweli kuna tabia na niboingi sana. Especially kwanza tabia ya wasanii bwana. Mimi kweli naboekanga sana na wasanii. Wasanii wananibo mbaya sana. Ala. Usikie. Mimi sijui kama na nyinyi mnaboekanga kama mimi. Wewe nyinyi mnapendanga tu bora tu naimba. Tuambie kwanza wewe unakuboki aje? Mimi kwa mimi naboeshanga sana na wasanii. Na siwezi wataja. Kwanza mimi mzee unajua ni aje mimi wananibwengi sana. Kwanza wasanii wako hivi kambi especially mimi wanaangalia sipenangi papo zao. Haje unapata msanii ni msanii mwenye like she know to sing anaimba vizuri sana lakini msanii akaya you don't look like sasa unashindanga hizo gani. Msanii atajivali. Msanii unapata hata msanii anakaa sijui ametoka laga man crazy. Msanii anakaa kienyeji. Kila mtu na lifestyle yake. Hiyo na ina Kanyi mnakaa tu Mayolo muendelee ukaa hivyo. No, sasa ona bro, the worst thing is hawa wasanii ikifika penye ati wewe sijui kuna party pale twenda to right hapo sasa unaona kila mtu ameng'ara. Si ni lazima kung'ara? Hapana. Ukipanda script ni lazima akae vile hata una wasanii wa kambi unaweza patana na msanii wa nani kwa barabara unaambiwa wewe ni msanii unakataa. Unaweza kataa sasa huyu. Si ndio hata ukipata kwa mfereji ukiambiwa nyota Diana unakataa ama ni aje? Hapo niko kazi. Hapo unajua hapana. Kwani lazima angare. No, alafu wewe umekuja sana. Hiyo tabia wasanii tunafuata wakanye. Kuna wasanii hata hawezi lipa nduzi akitoka like kakumatria anakuja huko. Wasanii wanapenda gift. Anakanyaga. Wewe wasanii wanapenda gift. Sijai waona siwezi danganya. Anakanyaga like anatoka huko kwenda kakumatria. Hakuna msanii mwenye anaweza hata mimi mwenyewe naombanga lift. Sasa hajaomoka kivile. Kwani umesikia YouTube yake imeanza kulipa per day? Hebu tuambie wewe unashabikia msanii mgani hapa Mimi nashabikianga kuna wengi. Hebu mention them mwenye at least. Yaani wewe seme huyu mimi napenda kazi yake. Juu unatetea wasanii yeye na ya mimi napendanga like napenda Fabrice TG. Fabrice TG big up na mwingine mgani? Big up bro. Na mwingine wewe unapendwa sisi tunapendwa na mapenzi hapana si mapenzi ni vile tu mtu amekubali like you anakubali. Mimi nakubali kazi yake yenyewe. Mwingine si ni wengi baadhi ni wengi kwa taja nayo unaweza taja unajua kama tuna wasanii wengi kuna Mr. Mbula Mbembe Alpha Breezy kuna baadhi ni wengi Body Stick mpaka Body Stick pia Young Hey so ni wengi tu wenyewe lakini unajua like mimi kitu yenyewe ni bora like mimi ninashindwa kwani maisha ya wasanii ilikuwa ama juu once msanii kuna sherehe utapata ile picha yenye aliwekanga huko 1990 picha birthday yake alizaliwa na mama yake ndio inakonga tu kwa post si anataka iende sana iende aje kwani maisha imekwama
haijakwama. kuna Kila mtu mwenye anapenda kuchange profile picture pa hii ama pa mama. hawana pesa ku afford kupiga photos. Ni watu Hawana pesa, ni sasa. msanii. Imagine mtu ni msanii, tunajua wewe ni local. Tunajua tu ni local. Na tunajua wewe ni upcoming, si mbaya. Hata tunaweza kusaidia na maombi, si pesa. Lakini sasa kweli kila party kweli ni picha moja kweli. Posta ni ile picha tu. Hata si picha only Ngoja, msiangalie tu wasanii wa kambi peke yake. Mkiangalia tu wasanii wa Nyarugusu, at least wetu wana vibe kiasi, unaonekana at least anakaa msanii. Asa wasanii wa Nyarugusu, Mungu. Lakini let me tell you guys this. Umeona? Tukiozana kitu moja. Huku hivi hatuna wasanii wenye wanajitumanga kama wasanii wako huko. We can see that. Unajua wale watu wangekuwa kwa hii kambi wangefika wapi? Wangefika mbali. Na nyinyi mmefika wapi na wasanii wenu? Hapana, huko unajua shida yenye naelewa kuja juzi. Acheki, shida si category. So tuseme tu kweli, tuseme tu kweli. Wasanii wenu mjibranding. Hii inafaa. Hao wasanii wako huko. Au si ati wanajituma, ni vile tu wanakosa kazi. Hakuna kazi yenye wanafanyanga huko. Hakuna kitu ya keep busy. Na huko pesa yao ni chini. Kwetu kuna uchumi, yani kitu kwanza mrealize. Lakini Dana anasema hapana. Dana anasema wale wanajituma bwana. Wanajituma. Na wao choche kwanza kazi yako. Unajua ni aje? Hata mimi na agree na yeye. Juu asweni msanii. First of all hata mwenyewe unafaa kujituma. Ya kuna push kazi yako. Una advertisement ndani kila kitu. Unafanya content na ngoma zako hata video zako. Na sio naambianga madem, mimi nasikianga wanaambianga madem. Mimi hata sijaona challenge msanii yote hapa hivi kapo. Tunafanyanga challenge. Ni man shida peke yake ndio ameniambia. Lakini ukiangalia wala wasanii, sasa pale vile kuna wasanii fulani pale. Zao wanafanyanga challenge. Hata media zao unapata media zimesonga. Yeah. Lakini si za huko kama mimi nashindwa huko kwa Kenya mjini. Hata wewe ukiona hii song ni ya msanii wa Kakuma naona mjua ama imekubamba, unafaa umsupport. Si lazima akuinbox akwambie ona nisaidie unifanyie challenge hapa. Kwanza kuona hiyo song ni shida, inaomba. Si shida jamani. Kuona hiyo enyewe. Unajua inaomba. Lakini wanaongea. Sasa ni brand, unajibrand, msanii unajibrand. Hao wasanii wanajibrand, shida tu ni vile tu like maybe hapa hivi hapa watu wanaishi kama town, tuseme tu hapa hivi tunaishi mjini, kila mtu ako busy na vitu zake. So time unaona mimi natumia link, mimi niko busy na vitu zangu, mimi siwezi view link zako na cheki. So ndio hivyo. Labda mnaweza mkatuambia like ngoma gani yenye wewe imewahi kuvibe hapa kambi. Kama mimi for example, mimi kuna ngoma fulani hivi ya juzi hapa hivi ya Chris, anaitwa Chris Baby, ni msanii kutoka Ambassadors label. Kwa hii albamu yao ya Cheers. Hiyo inaitwa I Miss You. Hiyo ngoma ni tamu. Once nilisikia hivi, nilikumbuka tu ex wangu tu mara moja. Nilikumbuka tu sana. Tulikumbuka ex wangu mara moja. Napenya tajisikia tumesema hivyo ex wake. Sasa nasikia vizuri mpaka kwenda kumemsema. Nilikumbuka tu ex wangu mara moja. Lakini mimi kama kuna msanii huko anakubali. Kwanza nikipiga za miaka ya nyuma hapo, msee na wale nimemkubali mbaya sana. Jamani mbanga vizuri sana. Msee like shigaza kuna ile sauti poa. Kwanza hiyo teketeke. Hiyo ngoma. Hiyo teketeke hiyo. Sasa hata yeye penye sasa na nilipenda. Hata mimi pia niko na msanii wangu. Mbona mnatetea wewe peke yao? No. Msanii wako gani? Delo Classic. Siwezi kuangusha mtu wangu. Huyo naye hawezi kuangusha. Hata jinsi mmesikia song yake vile hivi. Huyo jamaa ni hatari. Alafu mseme simefanywa challenge. Hata Mistambula ako sawa. Mistambula ako sawa, lakini hizo by the ako tu sawa, lakini naye rakuambula. Yani asla, anajitumanga wewe. Yeye anajituma. Mimi na kwani hujasikia song yake gani? Dolari. Dolari. Sasa dolari. Ngoma kali imetrend. Yeah. Hebu kwanza niangalia pa media na mimi inakaa. Nitakuwa nikitesa. Dolari kweli nayo ni ngoma. Ni ngoma, nani ameipiga ngoma kama hiyo hapa? Dolari si ngoma. Ni ngoma. Kweli dolari si ngoma. Lakini bula big up sana bro, unajituma sana. So watu wanajua kazi zako. Unajua uzuri ni vile wasanii wanakutambua huko nje. Delo pia unatambulika baba. Ngangana, wewe ni hustler bro. So pia huku tunakubali huku nje. Lakini sasa ubaya tu ni venye tu nyinyi mnatuangusha tu kazi zetu hata sisi. Alafu
mimi nasikianga like kitambo mimi nilikuwa nasikia ati madem like hawa wasanii walikuwa wanafanya tu hii kazi juu ya kudate. Unajua hadi mimi karibu nikuwe msanii unajua. Yaani like ni msanii juu ya madem. Sasa hapa kuna msanii mwenye anashobokewa na madem. Alafu tumeongelea tu wasanii wa vijana peke yake, tujiongelea madem. Kwani hakunanga madem wenye wanaimbanga? Wako, but mimi sijasikia nani. Dem. Lakini kuna madem, mimi najua tu dem mmoja, sijui anajitanga Viola Tanzi ama ndo. Kuna na huyu mwenye anajiita sijui Bellamy. Kuna dem fulani mwenye sijui wa ambassador dem fulani sijui anaitwa nani. Ponga nani dem fulani huyo? Bella alikuwa ambassador kitambo. Ndio kitambo. Bella alikuwa ambassador kabla ya kuwa mzungu. Kabla ya kuwa mzungu. The worst thing is dem mwenyewe ni mali safi. Kitu. Anyway, unajua huyo Bellany anapendanga sana kuimba ngoma za kuachwa. Kwani nani atubreak roho ya huyo msana? Anataka tu awalete story nyingine. Kwani lazima anataka aimbe nyimbo zake za msiba ama? Bana. Mwenye aliacha Bella amrudie tafadhali. Huyu msichana ametuimbia analia sana bwana. Kwanza hiyo Tunda, hiyo ngoma yake Tunda. Najua ilikushika. Mbaya sana. Hadi ukamisi ex wako. Kwanza nilikuwa kwanza hiyo time nasikia Tunda. Nilikuwa natoka kwa break ya demo mwingine hapa hivi. Ujirani yetu. Alikuwa tu jirani tu hapa hivi. Beta nyinyi mko na ma ex. Like umedate jirani. Like hata ukienda choo anakuambia babe, nilikuwa na sana. Kwani sasa kana osha vyombo ndio ameniangalia hizo nazo ni gani? Hapo ni mtu wenye misi nazo ni gani? Unajua ukienda choo mara mbili, anakuuliza babe, kwani shida ni gani babe? Alafu zile choo zingine ziko na masters. Unajua tu ameenda choo sasa. Ndio nisomana. Maybe jirani siwezi kula fea. Sasa unapanisha dem pikipiki juu ya nini? Kwa nataka atembee na mkuu. Mimi siwezi date dem mbali. Naye nasimanga tu kweli. Na mimi siwezi date jirani. No jirani kweli. Hata nikienda kuna kibabangu ameshani. Mimi naye siwezi date dem mwenye anaishi mbali. Na mimi kwanza for example mimi dem tu ukiishi Kakuma tu place inaitwa Gambela. Mimi siwezi date naye. Hata mimi siwezi date boy wa huko. Na mimi siwezi date boy wa Gambela. Siwezi. Na vile mnakwanga mnawapenda nyinyi. Nyinyi ndio mnawapenda kwani Gambela kuna maboys? Kwa nini? Sijaona mbali. Kwani kuna wanini? By the way nilisema tu siwezi date but kuna maboys. Gambela kuna maboys. Alafu hao maboys wamejenga nini? Tena wanajua kujituma. Lakini sijaona boys. Lakini Gambela kuna maboys. Gambela kuna maboys. Vile mnasema Gambela ndio kuna madomo wanasemanga date maboy wa HK. So ni kila mtu na kitu yake. Like kwani kuna mtu wa date wa HK. Unajua ku date demo wa HK ni expensive sana. Hii kitu nimekuja kudiscover kwa. Unajua mademo wa HK sijua kuna maringo. Kama unatumianga sisi juu tunaishi na tunajua nyumbani. Lazima difanye expensive jimuone na bei kali. Bana. Ama sinaje unasema. Jo married demo wa HK kweli. By the way hata kama ni date me like me man hata wewe sitaki mention anything about that lakini nikapiga sababu zangu wewe ni padha bra. Unajua sisi wanacheka kuna madem mzee kuna watoto wazuri. Kuna watoto wazuri. Ama mjaiona hiyo. Nikiangalia tu naona watoto wetu kuna wasichana wazuri. Lakini yeye cancel yake ati tunashinda wa kwao. Lakini nao wa kwao bwana. Madem wanakanga. Unajua kuna kitu kingine unafahamu avoid. Unajua majamaa like unajua sijui ni nini mbaya na kuanga huko. Kama ni shida ya maji ama ni nini. Juu ukipita hivi kwa maplot unasikia wananuka mabata si mabati, mabata. Nani hao? Sema mademo wa Gambela. Hiyo kitu by the way. Mungu moja. Shida si ya maji. Kwani analala na bata ama? Mimi nina experience hiyo kitu. Mostly mademo huko kwanga hivyo. Alafu tunapata kama demu ni chali akutupa amekunja mgongo msee. Imagine umekunja mgongo tu kazi yako ni kuvumanga si tongo aje hizi mashuka bana. Hao maboys kwanza. Unajua hizo kwa traditional zingine wana struggle ndio wapate chakula. Unajua sasa hivi kuna category. So na wewe category kwa nini kuja saa hii?
msijaji life ya mtu category ni ya yenyewe. juzi, category ni ya juzi. Hatukatai ni ya juzi, but kama mtu anafuma shuka, hamjui kwa nini anafuma. Na hiyo ni kazi. Ni kazi. Yaani Inampatia unasema pesa. jitume. Kama wewe sasa ukienda kupiga picha ya so, unataka pesa ama ni chwani? Piga picha ya so. Chatu nikauza. Kuna studio zilifika mbali. Mimi naye hapana, mimi naye picha ya so siwezi. Kwanza tena kumuona lakini kusema kweli tu samaki anashikanga picha ya so. Jamangu sana. Mimi unajua ni pesa ngapi? Unapiga mpaka za panja ma 250 hapo na Nijikute. Kwani hiyo picha ni nini wanaenda kuweka ndani? Na uwai. picha ni supu. Kwani kwa maisha ama sura ni yangu ananiongezea rangi peke yake. Ndio vitu mingi sana. Nikitaka rangi na ninunua na 5 so. Hiyo picha kuna uwai. Sasa hata siwezi hangaika sana. Eti patch jua pic moja. Na ni picha safi. Wewe naye. Picha ni supu. Mimi na kusema kweli nashikanga picha ya so. Unajua ni msikia zile picha zenye nyele. Unapiga picha kienyeji afu unakia watu pale media. Lazima hata ni mademo kuna connection. Baba, nimekuja kuona mademo wako kwa watu. Kama demo penanga photo shoot. Na by the way utakenga fit. Hao kwa sawa. Demo anagaramika kukupiga shoot. Hao mademo kwa sawa. Pia sisi watu tunaendanga. Sasa msisi kama unaenda picha ya so na hapana nyinyi. Tusome hivyo lakini sasa. Ni sisi but kuna wengine huko. Nyuma wanaenda. Sio nyinyi. Mimi naendanga siwezi kutoa. Hizo za Lakini hata picha zako zilitesa kwanza picha za duzi kwanza ulikuwa umevaa kiskirt fulani. By the way, niambie nini unaweza jengelea? Maybe kwanza hizo tell them about your outfit. Lakini hiyo unajua outfit yako tukireach. Tuambie hapo watu wanaweza kupea. Also naweza karibia hapo kwa Mr. Snazi ama ndo nakitanga na Mr. Outfit tunaweza location. Wape wengine Mr. Outfit. Unajua mimi siku najitanga Mr. Outfit. Kumbe hizo nazo kizungu ni mingi. Kizungu lazima unajua ukiwa na biashara nguo lazima kizungu. Hata mimi Sara mwenyewe nenda shoot. Nikaona picha yake. Ili comment hapo. Picha ni supu. Imagine. Wazimu. Lakini usiete sana karibu. Lakini ndio nasema aje. Si hata kwa uzuri wake tu lakini hata outfit yenyewe penye alienda kuitoa ilisaidia pale. So mse pale vile mimi naitwa 99 Snazi Mr. Outfit. So ukitaka ya clothes anything that you want you link me DM me nitakupeleka kwa duka we'll shop and we enjoy together na utapata mali safi tu. Sinanga mali mbwagni na ukitaka kupata proof uliza my idea sasa kwanza atakwambia. Anaishine na mimi sana mara kadhaa. Anaishine sana. So hata ukitaka kuvaa vizuri, ukitaka kushine, wewe ni DM tu pale vile unasema ni aje Snazi, ukiwa dem, ukiwa kijana, ukiwa sijui ni nani. Lakini mimi upenda madem by the way. Sasa machali tutaona. Mbona madem? Mbona madem pekee yake? Kwani unanga kufuza wanaume? Unajua watu. Mademu wako ni kama mademu patanga doba. Alafu unajua mademu wale yangi na bageni sasa kichali. But maboy ndio anavaa sana. Wanalianga. Wana bageni? Wana bageni sana. Tunasikia bro ile kitu ya 1500 kama bro skin kuna zao. Sasa ndio bro sasa. So unasema sisi ndio tunalianga. Lakini hapo wewe kwa ni mrembo. Kwanza nikiona tu ni mrembo, mimi namgonganga. Alai. Mimi namgonganga. Kani kitiaso? Nampea na 25. Hii 25. Sio shida si shida. Lakini usiseme mimi nashushanga hivyo. Shida nao ni brand unacheki. Haina si ati dem mzuri tu kama wewe then uende kwa unaweza kubagain hata wewe na shame on you. Mbona si bargain? Hapana. Ndio lazima mimi naye. Urembo nini? Unapata unajivalue kidogo. Sina kama kweli. Na hapo kwa urembo nako ufai bargain. Okay, tulikuwa nasi New Generation mwanzo mwisho. Mama tuendelee. Haiko sawa. No man. Hebu nataka niulize kitu kimoja. Hivi huku hivi kakuma. Huko kakuma. Sawa. Nataka tudiscuss kitu. Kuna tabia moja nimeona. Mimi nashindwa kuelewa what's going on. Tabia gani? Unapatanga kuna wasisi wako side nyingine wakibishana watu wa huko. Sasa hizo ni mavitu gani ambazo zinaendelea behind? Mimi sijuangi. Anasema sijui mademu wako kwaje, sijui mademu wako wanakaa aje, sijui mademu wako wanakaa aje. Tumesikia sana.
na Lakini mimi mnakuwa mnateka aje tabia? hiyo tabia tuna take easy kuzini ujinga. Kaji juzi sijui alitusi mademo HK ati sijui ni mama marehemu ama ndo wanazalianga kwacho. Mtu kama mimi sasa yezi niuma because mimi ndo najua ukweli wangu. Sijaiza kwacho. Maybe yeye tuliona demo mwingine walisara TikTok hadi hiyo nao wanajuana. Maybe kuna kitu alifanya. Kama mtu hawezi niongelea mambo yenye mimi sijafanya. Na mlikuja tu aje kwa TikTok? Hii inafani. Mimi lazima ajibiwe. Sasa unaona usiku nilikuwa nimegonjeka. Lakini wewe na ungekuja juu. Shida akakuja nipige. Unajipenda mama. Hiyo ndio kujipenda lazima. By the way, muendelee kututusi. Uzuri sisi ndio tunajijua. So nyinyi mna show watu mnaonyesha kitu ni you guys we are mature. Uzima ule utazima fulani si kila shit unaweza rudishia mtu. Si lazima Si lazima it look bad. Hata ikibidi aendelee ingine. Like saizi unaona hao hivyo wanajichukulia wao ni watu wakubwa so mambo na matusi. Amepata jina kupitia hiyo maneno. Hata tuko na mjua kama jamaa wamemogota wapi atujui. Lakini hapana. Unajua hiyo na like tabia unatusi mtu aje sasa Surely. Maybe hali ya breakiwa juu siku hizi watu wanavuka ladha sana. Kuna mtu mwenye alitoa mtoto wako au mtoto wa baba yake bisi yoni huyo jamaa kideti na demongo. Lakini huyo jamaa kitambo hivi alikuja juu sana hapa hivi Hong Kong ni kama alikuwa na demo. Mjua for the first time ama kuna mtu alimwona. Mimi nilimuona TikTok, sijai hata muona live. Kweli. Huyo jamaa naye alikuwa ni fame sana. Anaitwa Tycoon. Ni lazima tumjue. Mimi mwenyewe nilimuona TikTok juzi akifanya hiyo tabia yake ya kwa kama tu. Kwanza mimi sijaimjua, siwezi danganya kiamu. Jajua. Nimemuona hiyo siku hata hiyo video sijai watch, nilionanga tu vile watu walifanyia challenge wakimjibu hivyo. Lakini nani alimwatu break hiyo kijana sana? Maybe tunajuaje kuna mafamilia huko. Nenda sana na si ndio kuna mafamilia hata mimi ni familia. Lakini najuaje ni mimi kama kuna mwenye anaweza toa mtoto huyo jamaa. Like unasema huyo jamaa like but hata tukitoa uzuri tumejiconfirm tuko na kizazi. Tumejiconfirm tuko na kizazi. Si amesema sisi na mama marehemu it means nimeshajua niko na kizazi. Nikibeba mwingine naweza azama ni aje. By the way kwa tu si mbaya. Like unajua nyinyi mademu like mimi nashindwa unajua ilikuwa ni kitambo. Unajua kuna wale mwingine mfupi hivi. Sijui nitonga. Dem mfupi hivi brown anapendanga kutembea na nao watu wenye wamechange gender. Naweza dem mwingine hivi anapendanga kutembea na mashoga ni nani huyu? Nyewe mimi simjui. Unaweza mtaja mwenyewe. Hebu kuna dem mwingine hivi alisemanga sijui ati boys wa HK sijui ni washamba sijui. Huyu anajiita sijui fizi. Yes. Kitu kama hiyo. Unajua huyu dem like nyinyi mlijichukuliaje? Like sisi hatuwezi kuwa na hasira. So once mtu kama tu kama mtu anataka tu kutrend lazima tu adisi maboys wa HK. Hiyo ni obvious. Kama tu ujulikane HK basi ujulikane. Hiyo nayo ni kweli. Hiyo nayo ni sure bet. Hiyo ndio message ingia. Alisema maboy. Kama amesahau kuja huko utapigwa leta. Kwani unanga boyfriend huko Hong Kong? Sasa boyfriend wangu hizo nazo. Like boyfriend wangu kosane na Sara, mimi nikosane na Sara. Hiyo ni kitu. Mnafahamu kuzana bwana. Na mimi demu wangu samaki mwanza kwenda baba hizo nazo ni gani kweli? Na mimi na demu wangu ziko rafiki adui yangu. Mimi tutachana bora kitu yake. Adui ni nani? Kunanga cha maadui siku hizi. Hata kwa wife ni best friend. Sasa nyinyi muendelee kuwa na maadui kwa wife si best friend. Okay, si mbaya. Like sisi mimi niko na maadui. Lakini adui yangu sana ni pesa. Mimi natafutanga tu pesa. Yenyewe kwa sana. Lakini madem kama like huyo dem. Ule dem mwenye alisema ati boys wa HK ni washamba nini. Amenichukulia tu easy juu. Once ukishajua ni mature huwezi reply. Lakini madem na nyinyi mlikuja juu sana. Si tulimsema Tycoon. Kwanza ni nini ilikuja yani ikaingia kwa roho ikasema hao majamaa wamekuja sana. Hebu na mimi Diana sasa na mimi nikuje juu kwanza. Nini kwanza ilikuja yani ulianzaje tu kwanza kureply? Unajua mimi ningemjibu yule jamaa nani usiku. Juu mimi nilikuwa nimelala hivi nikaona hiyo video.
Nikasema ona huyu. Ukashinda sasa hizi ni gani? Nikasema na was nice. hii ni kienyeji ya wapi? Shwe mwanaume si kienyeji. Kienyeji bwana. Kienyeji nako na bei. Kienyeji nako na bei. Sana kwa sababu Zile ni Pro Max. Pro Max kienyeji nako na bei. Vile nilienda Hong Kong hivi nikashow mademo. Wakasema hata si tuliona. Mimi nikasema au mademo akasema tunyamazie. Mimi nikasema mimi siwezi nyamazia. Na wewe ukasema usinyamazie. Kwani wewe ni mama marehemu? Mimi si mama marehemu, na uwezi niongelea kitu. Mimi ndo nilileta. Sasa na hakuna mtu hakuna vile mtu anaweza kubeba venye anataka. Wewe na si cheap hivyo. Nikamwambia huyu jamaa tumjibu. Akasema hapana, eti sijui siku zote sijui ukitaka kushinda mtu nyamaza. Mimi nikasema hakuna, hao watu wametuzoea kidogo, maboys wa Hong Kong kidogo, mademo wa Hong Kong. Tunapendwa. Nikasema nikupendwa. Nikupendwa Wala. Nao jamani kama alikuwa amemcrashia Sara unajua. Mimi hatujuani. Hatujuani yenyewe. Alishinda tu kumention jina lako. Ni mention. Hata mapana.